Ni Matendo ya Mitume 12 kuanzia hapo 1 mpaka aya yake 5. Nayo neno la Mungu linasema hivi: Panapo majira yale Herode mfalme akainyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Narudi katika kanisa. Nataka ushike hilo. Ndugu yetu aliongea sana juu ya kanisa, lakini leo mimi nakamilisha na kuongea juu ya tabia ya hilo kanisa ambalo ni kanisa safi. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akaona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Nataka ushike hilo neno, iliwapendeza Wayahudi. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikozi 4 vya askari wane wamlinde. Akataka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Bwana alibariki neno lake. Hallelujah. Amen. Biblia inaongea juu ya kanisa linaloitwa kanisa la kwanza, ambalo ndilo unaweza kujifunza na the model church, ambayo tunaweza sema tumewekwa juu ya msingi huo. Na maandiko inasema kulifika wakati kanisa hilo likawa limefikiriwa vibaya, na yule aliyefikiria kanisa hilo mbaya ni mfalme Herode. Hallelujah. Amen. Na Biblia inasema ni shetani aliingia ndani ya Herode, kwa sababu hili kanisa kuna mambo lilikuwa limefanya. Halikufikiriwa vibaya kwa sababu limeua Mungu. Halikufikiriwa vibaya kwa sababu lilikuwa limefanya siasa. Lakini shetani aliingia ndani ya Herode, akaonea kanisa wivu na akawa na ghadhabu. Asaki akaghadhabika. Na kabla hajafika kiwango hiki, wanafunzi walikuwa wameonywa. Gaya roho tutaidia. Walikuwa wameonywa na wazee, walikuwa wameonywa na Masenhedrin, na utawala wote uliokuwa unaotawala wakati huo ulikuwa kinyume na ile kazi ilikuwa inafanywa na mitume. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini nataka niulize ama nifundishe, lile la sasa likiwa limeiga lile la kwanza, kama lina tofauti, lina njia tofauti speciali ya kuepuka jambo hili. Hilo ndilo swali kubwa. Hallelujah. Lakini napendezwa na mambo kadhaa yalikuwa ndani ya hilo kanisa. Yakobo ndiye alikuwa mchungaji wa lile kanisa, ambaye alikuwa ndugu yake Yohana. Roho shoga. Na maandiko inasema kanisa hili lilikasirisha Herode mpaka akaua mchungaji wa hilo kanisa na upanga. Ama sivyo maandiko inasema? James akashikwa na akakatwa na upanga na akawa hayupo. Hallelujah. I don't know kama watu wanajua
ni nini kanisa linafanya linapohubiri Injili. Sijui watu kama wanajua ni nini kinachofanyika kanisa linapoabudu. Sijui kama unajua ni nini hufanyika katika ulimwengu wa roho wakati kanisa linatoa sifa. Sijui unajua ni nini kinatendeka wakati kanisa linaonyesha upendo wao kwa wale wasiobahatika. Hallelujah. Amen. The first church lilikambili mambo ya Injili na wakachukua mambo ya Injili kwa moyo wote. Kwa hivyo kila ndugu kuanzia mchungaji Yakobo walikuwa wamemaanisha ya kwamba waliitwa na kazi yao ni kupigana na mbinu zote za yule mwovu, wakianzia na Herode. Na ndipo ile kumaanisha kwa kanisa kulishurutisha adui ama shetani aingie ndani ya mfalme, na mfalme hakuja na mchezo, alikuja na upanga. Na upanga ule haukuwa wa kujaribu, ulikuja ukiwa mkali kiasi ya kwamba Yakobo, maandiko inasema alitolewa uhai wake. Lakini sasa mahali nataka tuje ni kitu kinaitwa kanisa lilikaa namna gani? What was the behavior of the church when the persecution came? Amen. Hallelujah. Amen. Wakati shetani amelipagia kanisa, kanisa hukaa ama lilikaa namna gani? Wapendwa wale walikuwa ndani ya kanisa, what was their behavior? Hallelujah. Maandiko inasema hapo tu Yakobo alipoondolewa na Herode akahakikisha he has done with James, alinyosha mkono wake na akashika mwinjilisti aliyekuwa anaitwa Petero. Hallelujah. Already amefaulu kwa Yakobo, kwa hivyo aliona ana uwezo sasa wa kuendelesha ile mission yake. Ya Kiingereza inasema he proceeded. Ili kumaanisha nini? Wakati shetani aliingia kwa Herode, hakuwa amalize mtu mmoja. Nia yake ilikuwa aanze na Yakobo, aende kwa Petero, na hatukujua watatu alikuwa naye. Ngai ya roho tutaidia. Hallelujah. Na Biblia inasema wakati aliposhika Petero, kuna mambo kadhaa yalifanyika. Wadugu hawakuenda kutetea Petero, na already alikuwa jela. Already alikuwa amemshika na already alikuwa amemfungia. Nia ikiwa baada ya hii nitamtoa huko ndani na nitamfanya kama vile nilifanya Yakobo. Hallelujah. Kuna swali moja nataka uendelee kujiuliza. Kanisa mbele ya wafalme, mbele ya wakuu, mbele ya watu walio mashuhuri, kanisa safi, kanisa lililo na roho, ni pendekezo ama ni furaha ama ni jambo la kuwafanya mapepo kupitia wafalme liwe na raha? That remain a big question, na pengine utaijibu. Na wakati ndugu alipokuwa naongea juu ya kanisa, mimi nilikuwa naendelea na raha, na nikaona wakati kanisa linapokaa vizuri, wakati kanisa linatimiza wajibu wake, jambo lililo kubwa na lililo la ajabu ni ya kwamba
halifurahishi mambo na mbinu za kawaida. Gaiaro tutaidia. Nilipoiona Herode aliamua kanisa litasimama. Lakini hata kama ameamua, unakuja kuona Biblia inasema kuna jambo moja lilifanywa na kanisa. Na hapa ndipo nitaelekea sasa, ukuje ujiulize. If you are a member of a true church of Christ, kama wewe ni ndugu kabisa, kama wewe ni dada kabisa wa masomo mazuri ya Mungu, sijui kama wewe ungefanya kama wanafunzi. Maandiko inasema walipoona, mstari wa 5 inasema, Peter was therefore kept in a prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Wakati kanisa liliona Yakobo ameondoka, likaona wa pili ni Petero, maandiko inasema walifanya kitu kimoja. Waliweka maombi ambayo haikukatika. Sijui yako inasema na nani, lakini yangu ya Kiingereza inasema constant prayer was made by the church. Amen. Kumbuka hili kanisa tayari halina mchungaji, ameshikwa. Wa pili ni Petro, aliyekuwa anaonekana kama ndiye prefect. Lakini Biblia inasema hawakwenda kutafuta njia nyingine. Walijua the way out of this problem is to be consistent in prayer. Hallelujah. Kuna mambo manne ambao nilipokuwa nachunguza hii kanisa, na ndio ninataka nimalize nayo, yalifanya Mungu aibishe Herode. Kwa sababu wakati shetani amevamia, aidha ni ushirika, aidha ni jamii, haleluya, lazima kuwe kuna watu wataelewa kile kinatendeka. Na jambo la kwanza tunaona wanafunzi walikadiri, they assessed the danger and the damage which has been done by the king. Nasema hivi, when you assess the damage, you will be provoked to take action. Hawezi kuchukua hatua ya kufanya jambo kwanza ikiwa haujajua kiasi ya hasara. Hello? Are we together? Yes. Wanafunzi waliona hasara imefanyika. Yakobo ndugu wetu hatuna. Ya pili wakaona naye Petero amefuata barabara hii. Kwa hivyo tunaelekea kupoteza Petero. So wakaona there is a loss in our ministry. Hallelujah. One character ilikuwa ndani ya kanisa hilo la kwanza, hawakuchukua jambo lolote rahisi. They were ever serious on whatever they were doing. Na kubadilisha hivyo ni kumaanisha walikuwa na uwezo, walikuwa macho. Unajua kama ni sasa, wengine wangeshangilia ndugu mmoja ameanguka. Kama ni sasa ndugu mmoja akifugiwa jela, utaona kuna wengine watachinja kuku wafurahi. Kweli ama urongo? Kushikwa kwa ndugu mmoja kwa kanisa la kwanza
Jambo la pili, ilisimamisha shughuli zile zingine zote ili waanze kushughulikia jambo hili kama jambo la dharura. The persecution of the church was given a priority. Why? It was a threat to their ministry. Hallelujah. Baada ya kuona ni hasara, walisema haitakuwa kesho, kwa sababu kama kesho itafika, Petero atakuwa kisho imetoka. So they prioritize the action so that they can continue to save their fellowship. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That was the character of the church. Wabudu wamepata shida, hatutaenda kula na kunywa. Hatutaenda kule tulikuwa tunaenda kutembea. Hatutashika safari, tutakata hizo safari zote, tushughulikie mambo ya ndugu wetu. Kwa sababu kama Petero ataisha, basi itakuwa ni furaha na ni mission ya shetani inaendelea. Uliza rafiki yako ana belong kwa kanisa gani? Which church do you belong? Na nikiongea hii maneno muwe very serious. Which church do you belong? Hallelujah. This was the church of the apostles. It was the first church. Hallelujah. Amen. Niko kanitha karia karetwo gatumo. Karia Biblia irauga ona ithuĩ twarĩtwo mũthingi-inĩ watumwo na anabii. This is the foundation of our church. Ambao sijui kama kanisa la leo laweza kadiria hasara ile imefanyika katika ushirika wao. Sijui kama kwaya inaweza kaa chini ikadiria hasara ya kile shetani amefanya katikati ya kwaya. Waseme today we are not singing, we want to take it as an urgent issue. Sijui kama praise and worship inaweza kadiria hasara, waone tayari Herode amepanga kutumaliza. Watakapokadiria hasara, waseme tutasimamisha mabaya mengine yote, tushughulikie jambo hili. The first church was ready to give priority. Wakati shetani aliposhomoka, hawangeenda kuimba, hawangeenda kutoa ushuhuda. Maandiko inasema walisema hii si mchezo, hii ni jambo tunatakiwa kushughulikia. Na jambo la tatu, walikuwa watu wa kiroho. The first church was a spiritual church. Haikuwa ndugu alizungumza maneno ya dini, lakini hakuwa na nafasi ya kuelaborate kubwa. Lakini kanisa la mitume halikuwa dini ya kawaida. It was a spiritual church. Why? Ile priority walipea ni priority ya kiroho. Halo? Halo? Walisema nini? Ndugu yetu iko kwa jela. Hawakusema wachange pesa wapelekee OCS. Hawakusema watafute pesa ni nani atakaye julikana waende akatetee, kwa sababu hizo ni mbinu za mwili na nyama. Welingerelia kuga amen. Amen. The character of the little church of Christ lilikuwa kanisa la kiroho. Na kanisa la kiroho, wakati shetani anavamia, hawaangalii mambo na masho ya kawaida.
Hawaangalii ndugu kama ako jela, hawaangalii ndugu kama analala njaa. Kile wanajua ni ya kwamba hata kama ako jela ni mbinu ya kiroho. Haleluya. Kama ndugu amengojeka, kanisa la kiroho halikimbilii kufanya mambo ya kawaida, linakimbilia kwenda juu kule msaada wao unatoka. Gai ya roho tutaidia. Gai ya roho tutaidia. Haleluya. So jambo la tatu, kanisa lilikuwa la kiroho. Sijui kama wewe you belong to a spiritual church. Wakati watu wanapoanguka kutoka kanisa la kiroho wanaingia kanisa la kawaida na dini ya kawaida, maandiko inasema sheria ya dini ya kawaida ilikuwa jisho kwa jisho, tit for tat, an eye for an eye. Hiyo ndio ilikuwa katika sheria ya Musa, ya kwamba jisho kwa jisho. Haleluya. Lakini kanisa hili la mitume, hata kama walikuwa na uhusiano wa Kiyahudi na Kiwagalilaya, kanisa tayari lilikuwa limezaliwa na Roho. Haleluya. A spiritual church must respond spiritually. Waliona Petero, hawakuona milango ya jela, hawakuona the system za jela, lakini waliona hili ni tatizo la rohoni. Bado tuko katika kanisa la kiroho. Hiyo kanisa lilikuwa la kiroho. Haleluya. Na kwa sababu lilikuwa la kiroho, kuna mambo ya kiroho ilizaliwa ndani ya hilo kanisa. Na jambo la kwanza, walipenda ndugu yao. Haleluya. They had love towards themselves. Kwa sababu kama wangependa Petero, hawangejitoa waseme tutalipa gharama ya maombi kwa ajili ya ndugu yetu. So they love their fellowship and they love one another. Amen. Oria mnataka kukana na kanisa kau. Kanisa ile hiyo haijapatikana. Mimi nililiona siku moja zamani, wakati nilikuwa kijana. Ndio ndani mwana. Na ndio ndani mwinjilisti. Ndio leo nika kanisa kama ile moja. Wewe wako nini? Uliokona tena aje. This is a church. Hallelujah. Lilikuwa limependa ndugu yao kiasi ya kwamba walijitoa kwa sababu ya kupenda ndugu yao. They were ready to sacrifice their time and their body to do the service to deliver their brother. Amen. Hallelujah. Tondu kanitha kau nikendete brother ucio na nimendanite, walifunga shughuli, wakasema hakuna kitu kingine, tutajifungia mahali moja na tutafanya kitu kingine. Na hapa ndipo lile neno linakuja constant. Maandiko inasema hawakuwa waende waombe dakika 3. Walisema we will be constant in prayer mpaka tuone kile Mungu atafanyia ndugu yetu. Amen. Kanisa ule wako. Ya? Kanisa kaugatirigo kama mai. Gatiri ndio kuona mai. Na wako wanakona ujire, ale wako.
Ngai ainĩrwo. Jesu nĩ mũrĩithi. Rĩrĩa twagĩithanagio ũguo nĩ ndonete gakanitha kau. Haleluya. Kwa sababu ilikuwa ni kanisa linapendana, linajaliana masilahi, lilikuwa tayari kutumia muda wao. Sijui leo kama kuna ndugu amebakia, akisikia ndugu yake amepata jambo, anaweza kosa kwenda kibarua aseme, wa ndugu kujeni tuombe kwa ajili ya ndugu huyu. Sijui kama kunalo kanisa sai nimebakia ya kwamba dada akisikia yule dada mwingine anashinda, anaweza sema sitaenda leo shughuli zangu. Maandiko inasema maombi yalifanywa na kanisa. Maombi haikufanywa na Filipo. Maombi haikufanywa na Yakobo. Yule mwingine walikuwa wawili. Maombi ilifanywa na kanisa. Kwa shahidi tuwalia gani? Ni kanisa gani limebakishia maombi? Ni wandugu wangapi hapa wamebakisha kuwa sehemu ya maombi ndani ya kanisa? Many of our people can be partake many other things, lakini very few brother, very few sisters wanaweza simama wawe washirika wa maombi kwa ajili ya ndugu yao. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ni mwema. Jambo lingine lilikuwa ndani ya hiyo kanisa, maandiko haituambii kuna mmoja aliachwa nje. Unity was the key to everything they did. Walitilia umoja wao. They were living as one. Na kwa sababu walikuwa moja, kwa hivyo shida ya yule mwingine ilikuwa ya huyu. Na ndipo unaona wanadai shida ya Petro, shida ya Yakobo is part of our problem. Hallelujah. Amen. So unity was the key in the first church. Na hakuna waliposema tunaomba, hakuna aliyesema anaenda soko. Waliposema ni kuomba, wote waliingia mtandao wa kuomba. Amen. Waliposema ni kuinua mikono yao, waliinua wote. They had the unity of the Spirit. They had the unity of purpose. Hallelujah. They had the unity in whatever they believe. Hiyo ndio kanisa la kwanza. Jambo lingine ambalo ni karibu na mwisho, they were ever serious on whatever they did. Mitume hawakubahatisha. Hata hii kanisa lilipoingia katika maombi, hawakuingia kubahatisha. They were very serious. Why were they serious? Walikuwa na imani kwa Mungu wao. They knew their God. Hallelujah. Walijua Mungu wao ana uwezo wa kubadilisha mambo. So hawakuwa watu wa msaha. Katika maombi hawakwenda kucheza. They were ever serious in whatever they were doing. Glory to God. Na ndiposa unaona walipoingia katika maombi, kila mmoja alimaanisha. Na kama waliambia Mungu fanya hiki, Mungu aliona kumaanisha kwao kupitia umoja wao. Amen. Hallelujah. Na that's why ukienda usome kuanzia hapo, nimemalizia mstari wa 5. Utakuja kuona matunda yaliyozaliwa
na mambo hayo matano nimetuzungumza. Lazima jela ingetikizika. Haleluya. Lazima Mungu angeteremka. Haleluya. Lazima Herode angechanganyikiwa. This is a pattern of the little church of Christ. Na kama wakitoka nje ya maadili haya, hakuna Biblia ikiongea. Sawa, Biblia haiongei mahali watu hawajijui. Haleluya. Biblia haiongei wakati watu wanapapasa. Wanasema ni kuomba, wanaomba, lakini the real fact they are not praying. They are just joking. The devil is not out to joke. Shetani hana joke. Maandiko inasema yakija anakuja kuua. Si unaona yeye alikuja na upanga akaua Yakobo. So when the devil comes in the full force, wewe unatakiwa ukabiliane naye namna gani? Yo, wakati shetani amekuja, ameharibu boma, ametenganisha maboma, ameharibu vijana wetu, wamesambaratika, ameharibu maisha ya wale tunaoitwa pamoja na wao. How are you supposed to react? Karibu sana shamba. Kama Mungu angesikia huruma, aturejeshe uwezo wa kanisa la kwanza. Hallelujah. Sai sijui kama kuna ndugu ama dada alishawahi shiriki katika ule utukufu wa kanisa la kwanza kama hili ambalo nilijua hatari imetangazwa. Kuona ndugu akianguka si mchezo. Kuona mwanakwaya akiacha kwaya si mchezo. Kuona mama akifunga misigo na kuacha boma, sijui wewe unaishukua namna gani. Juzi nilikuwa na assess. Kuna vitu mingi nimepewa, ninafanya assessment ya mambo yale yamefanyika katika COVID. Na juzi nilipokuwa nimefikisha, niliona boma 5 families of this church haziko pamoja tangu wakati wa COVID. Mama alienda, mzee alienda, watoto wajulikani wako. Interpretation ya kanisa ni nini? If families are dying, what are you doing? Kifanya assessment ya vijana, utaona maajabu. Utaona maajabu. Where you am go? Go and see what the devil is doing. Lakini sasa the devil is doing, but what are you doing as a church? Auombi? Aufanyi lolote? Saa hii hata kufuga hii kanisa naona ikifugwa saa 10 jioni ni mzuri sana ifuguliwe kesho saa 2. Hawezi ona mzee ameamuka, ameshemushwa na roho aseme hasara imetokea. Hii mambo unaona imemafuga mabiashara ya watu. Ndugu alikuwa na mali, sasa ni fukara. Ndugu alikuwa amefanya kazi yake, sasa hii anafanywa auction. Kanisa la kwanza ingechukua hilo jambo kama ni kawaida. Kanisa la kwanza lilisema hii ni hasara, hii ni ajabu, hii ni pepo. But in the today's church wanasema ni lifestyle. Hello. Hiyo imetengana, tunangojea hiyo ingine. Huyo ameanguka, tunangojea huo mwingine. That is sign of a dying church. Hiyo si kanisa. Hallelujah. 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 Kanisa la kwanza kupoteza Yakobo ilikuwa ni hasara. Kushikwa kwa Petero
ilikuwa ni jambo lilisimamisha kijiji, kwa sababu alijua this is a mission. It's not just an attack, it's a mission. Hallelujah. Na ni mission namna gani? Waliona Herode amepanga kulimaliza kanisa. What is your interpretation today? When the devil is stealing our brothers, sai tuna wazee wengi wameanguka, wameshaganikiwa. What is your interpretation as a church? Wazee walitafsiri namna gani? Worship wakati shetani anaingia ndani yenu na anagonga mmoja. What is your interpretation? The church, the spiritual church, you will see their reaction. And that's why I'm telling you, you are nowhere to be located. Hakuna mahali linaonekana. Hallelujah. Vijana sahi badala ya wasimame waombe waende ushirika, sahi wanangojea nitamaliza ibada saa ngapi, wafuge ni mashini waweke, waende wakasurure wakikula mitula. Kweli ama urongo? They are not going for prayer, they are not going for fellowship. Hivyo wataondoa ngoja hapa dakika 5. Ukifuata hivyo wameenda kustarehe. Wamama sahi wanauliza pasta utamaliza saa ngapi? Hakuna atafikiria mama huyu simuoni hapa ni nini ilimkula. Hakuna atauliza leo hatukuwa na dada fulani ni nini imemsugua. That's not their business. Their business is to go and feed. Wachukuane wawili watatu waende wakakule nyama pale kwa mambati. Na ndipo unaona hiyo nyama imewamaliza. Wakiitana brother. Akuitana ngamu. What was the mission of the church? Wapendwa, kanisa halitakiwi kulala wakati kuna ndugu mmoja anaugua. Kanisa halitakiwi kuimba wimbo wakati kuna ndugu mmoja iko jela. Na hajaenda jela kwa sababu ameiba kuku ya mtu. Ako jela kwa sababu ameshambulia ufalme wa shetani. The church is not supposed to sleep. Na ndiposa unaona hasara inaweza endelea. Haleluya. Nilikuwa mimi ni mtu ambaye anafanya research sana. Na mimi naweza kukupea documentary ya hili kanisa 21 years ago. I can give you a documentary of every achievement of the year. Nianze na 1999, I can give you hasara ile shetani alileta na ile Mungu alitenda. 2000 naweza kuambia iko hapa. Twende hivyo mpaka 2020. Ninaweza kukuambia hii ndio Mungu alifanya na hii ndio shetani alifanya. Why? My conscience is very clean. Hallelujah. Nataka tuokoke hiyo kanisa la kwanza. Tutuike akiro. Oro kirukia ya turide ne tuori rohoini. Tudia na moyo. Kanitha ka mwili gationa shetani akiruta wewe. Kanitha ka mwili gationa hadhara ya shetani areha. Kaugaga ni rwimbo turaina. Kanitha ka mwili gatiguaga kieha hindi ria andũ a Ngai marathira ni gukena makenaga. Na nikiona ukitaka kujua mwili mahali umefika, wanaongea the problem, the kind of church speak the problem, they don't solve the problem. Naone kanini huoni wanafunzi wakiongea maneno ya Petero, lakini wanasema we will make prayer. Baba, hizi kanisa la mwili, kanisa la kawaida la mwili utawakuta kuanzia Sibeba wanaongea shida, wanaongea masaibu, wanasema huyu dada, na hata wajui wanaongea wapi. Utakuta hata wakiongelea shetani mwenyewe, wanaongea hiyo maneno kwa group, wanaongea kwa dada zao, hawajui because
that's the sign of how carnal people are. But the spiritual church, ilikasirika, it is shame, it is bad. Kwa na ndugu hapo jela. It's bad. Na yule mtu tu tunaweza ambia ni Mungu. Na ndipo sasa unaona Mungu aliwaheshimu. Walijifungia, wakasema this is our problem. Na tusipoishughulikia shetani atashinda. So, what did they talk? Kile wakiongea ni kile kilitendeka. Kile kilichozaliwa na maombi yao. Hallelujah. Na kama Petero alichomoka, wakaenda kwa vijiji wakisema atukuzwe Mungu ambaye hakutuaibisha, amefungulia ndugu yetu. Hakukatwa na upanga, hakuenda kaburini, yeye yu hai leo. That's the song of a spiritual church. Do you know why you don't have a song when you are coming here? Kuja hapa hata ukiangalia wale watu wanaiba hapa ni wachache sana. They don't have a song. Kwa sababu over the week from Monday to Saturday hauna jambo lolote umeona na Mungu. Hauna chochote. The spiritual church usually celebrate when they see the victory of their God. Na ndiposa unaona from today up to Saturday, kwa sababu tutaenda kupambana na mambo ya mwili, tutaongea mwili, tutashukia wadada, tutasengenya, tutaongea anything we can talk. So coming Sunday hakuna mtu analala, hakuna mtu anasikia kuja kutolea Mungu ibada ya sifa. Why? Wakati kanisa hilo lilimeshwa na mwili, lilifurahia matendo ya mwili. Hallelujah. Gayaro tutaidia. Gayaro tutaidia. Mimi sitaendelea kutoka hapa. Nataka kuomba.